Hii ndio bampa mpya kabisa ya kipenga cha mwisho, bampa maalum ambayo imeletwa mahususi siku ambayo tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba. Yes, safari hii ni Yanga dhidi ya Simba kwa sababu Yanga yupo nyumbani, Simba atakuwa mgeni. Lakini yote tisa, macho yetu, masikio, yote tumeelekeza kupitia kipenga cha mwisho ni kwa waamuzi ambao wameteuliwa kuchezesha pambano hili la kihistoria. Kwa nini nasema pambano la kihistoria? Wengi wanafikiria kwamba mshindi wa pambano hii ndio anaenda kuwa bingwa, lakini kwetu sisi bado tunasema safari ni ndefu. Inawezekana mtu akashinda dabi na asiwe bingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2024-2025. Kama kawaida na kukaribisha katika kipindi cha kipekee kabisa cha kipenga cha mwisho leo, mimi nikiwa na wageni wangu wazoefu katika tasnia ya urefari, Idi Manase, Simba na Yanga 2, uongo Sheikh? Sawa kabisa. Na Simon Mbelwa, mwamuzi bora wa ligi kuu. Karibuni sana jamani. Asante sana. Salama kabisa. Mungu anabariki. Jambo bwana. Simon, mbona kidogo? Hapana, salama kabisa. Uko vizuri niko vizuri. Uteuzi wa Arajiga vipi? Uteuzi wa Arajiga uko sahihi. Uko sahihi, ni mwamuzi mzuri. Tunakubaliana nao. Fresh kabisa. Fresh kabisa. Manase? Na mimi namkubali. Unamkubali. Kwa hiyo namkubali. Bodi ya ligi imefanya vyema kabisa. Kupitia kamati ya waamuzi imeteua mwamuzi ambaye anastahili. Sawa kabisa. Au sivyo? Sahihi kabisa. Okay. Lakini naomba tujue kitu kimoja. Muonekano huu ambao unakutana nao leo ndio muonekano rasmi sasa wa kipindi cha kipenga cha mwisho, kuanzia show ya leo hadi kwenda huko mbele. Twende tukapate mapumziko mafupi. Tukirudi tuna vitu ambavyo tunataka tuongee na waamuzi Ahmed Arajiga, Mohamed Mkono, Kasim Panga na Amina Kiando. Sisi hatuongei na timu. Sisi hatuna time nao. Timu wana watu wataongea nao, lakini sisi tutaongea na waamuzi wanaoenda kuchezesha pambano. Tupate mapumziko mafupi. Kabla sijaanza kuchambua au kuwauliza maswali juu ya uteuzi huu wa waamuzi na jinsi Arajiga na timu yake wanatakiwa waende waka perform kwenye hii mechi ya dabi, Idi Manase, naam, wewe sio mgeni katika show ya kipenga cha mwisho. Sawa. Leo umeisikia bampa ya kipenga cha mwisho? Nimesikia leo, imekuwa ni nzuri sana leo, nimefurahia. Kwa hiyo hii ni bora kuliko ile ya zamani? Safi, hii imependeza kidogo. Mbelwa vipi? Nini maoni yako kuhusiana na hii bampa kwanza? Bampa kubwa 2025 Mambo yamekuwa safi kabisa. Sasa niwape siri. Sikuwa na ujanja wa kupata hii bampa. Kuna mtaalamu wetu mmoja anaitwa Hans. Mimi nilimwambia bana niwekee bampa ya zamani, kama kazi tulia na kuwekea bampa wadau wako watakuja kukubali. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuangalia hivi kweli yale aliyoyasema yametimia au sio? Iko vizuri. Hai. Naomba niwaambie jambo moja. Naam. Mechi ya Simba na Yanga na mechi ya Yanga na Simba ni moja kati ya mechi ambayo zinafuatiliwa kwa ukubwa wake. Yeah. Sio Tanzania peke yake. Yeah. Sio nchi jirani peke yake, bali hadi Ulaya. Nina ndugu yangu mmoja yupo Marekani, anaitwa Shabani. Ni transporter kule. Kuna mwingine alikuwa mchezaji zamani hapa, Elvis Dotto, naye yuko Marekani. Okay. Yes. Ni wafuatiliaji wazuri sana wa kipenga cha mwisho, bila kumsahau ndugu yangu DJ Luke. Wapo kule, lakini
huwa tunaongeaga nao masuala ya nani ya kipenga cha mwisho. Bana kazi hapa sheria haiko hivi. Huwa wana challenge. Sasa ukiona kipenga cha mwisho kinafuatiliwa mpaka huko, ni dhahiri kabisa hata mechi zetu watu wanazifuatilia sana. Sahihi kabisa. Dabi ya Yanga dhidi ya Simba itakayochezwa tarehe 8 ni dabi moja ya kipekee kutokana na ushindani wa ligi kuu ya NBC kwa mwaka huu. Kweli si kweli? Ni kweli kabisa. Kweli. Hii dabi inabeba maono au mwelekeo wa timu itakayoenda kuwa bingwa, itakayoelekea kuwa bingwa. Kama ukivuka hii dabi kwa mafanikio, wadau wanasema kwamba umejitengenezea mazingira mazuri ya kuwa bingwa, kwa sababu hii dabi inakuaga na maoni tofauti kutoka kwa wadau wa timu husika. Mmoja akifungwa maneno yanakuwa hivi, mwingine akifungwa maneno yanakuwa hivi. Idi Manase, Naam. tumesikia lineup ya waamuzi. Ndio. Naomba kwanza, kabla hatujaenda kuangalia matukio ambayo yametokea katika dabi za nyuma, nini muono wako kwenye hii pambano? Wewe unatamani uone nini kinatokea kwenye hii pambano kutoka kwa waamuzi? Mimi napenda kuwaambia waamuzi, ili mechi yao iwe nzuri, wajitahidi kupuliza filimbi kila kosa linapotokea. Hapo watakuwa wamefanya kitu ambacho kitatufanya tufurahie football. Lakini kama utakuwa unapiga filimbi kosa hapa afu upande wa pili mbali umesahau, inakuwa yani mtu anaona kama unamfanyia makusudi. Kwa hiyo lakini ukipiga filimbi kila kosa linapotendeka, utakuwa umefanya jambo la maana sana hapo. Mbelwa? Kazi mimi niseme kwamba kwanza tuwapongeze kamati na bodi ya ligi kwa panga waamuzi ambao mimi nimeona ni sahihi kwa mchezo sahihi. Sisi maoni yangu ni kwamba kwanza timu ya waamuzi wawe pamoja, washirikiane kutokea sasa mpaka siku ya mchezo. Hii mechi wataimaliza vizuri. Wasiache makosa yoyote. Kosa lolote, piga filimbi, piga fragi, ni offside ya halali. Afungwe mtu kihalali kutoka hapo, kila wapewe mikono na timu zote mbili. Okay. Yeah. Okay. Manase, kwenye mechi mbili za Simba na Yanga ulizochezesha, ndio, kuna tukio gani labda lilikusumbua wewe kama wewe? Mimi mechi iliyochezesha mimi ya pili ilikuwa ni mbaya kwa sababu ilinyesha sana mvua kiasi cha kwamba uwanja ukawa unateleza saa zote. Uwanja Uhuru ilikuwa hiyo mechi. Kwa hiyo maana kwamba ile mechi nilipata kwenye hiyo mechi. Hiyo mechi ilikuwa kwenye uwanja Uhuru. Sasa uwanja ule, mmoja wa wasaidizi wako alikuwa Sudi Abdi. Nilikuwa na Sudi Abdi na Nyandwi. Okay. Na force official wangu alikuwa ni Mwandike, ambaye Sudi Abdi ndio referees assessor wa mechi ya kesho kutwa. Wa mechi ya kesho kutwa. Ndio. Okay. Okay. Ulikutana na hali gani kwenye ile mechi? Ile mechi kwa kweli uwanja ulikuwa make mvua ilinyesha mpaka saa 9. Kwa hiyo tumeenda pale maji tulikuwa tunangojea maji. Hivi wakati huo uwanja ulikuwa artificial turf au ulikuwa majani? Ilikuwa bado majani. Ilikuwa majani? Okay. Kwa hiyo ilikuwa ndio mwaka gani ilikuwa hiyo? Ilikuwa 24 mwaka 2004. 2004. Okay. Mechi ya kwanza 2002. Okay. Ona, na yenyewe refari wangu alikuwa ni Kana Lisalo. Wewe ulikuwa assistant? Mimi assistant namba moja. Okay. Sawa. Ona. Haya. Kwa nini nimeuliza hii swali? Ndio. Kuna matukio huwa yanatokea kwenye mechi ambayo kwa miaka ya hivi karibuni yamekuwa ni shida kuyaamua.
referee kutoa penalty kwenye mechi ya Simba na Yanga kwake ni shida. Kwa nini? Hiyo ni tuseme kwamba huwa ni uoga au ni sijui na kwa nini? Maana hata sielewi. Kwa sababu kama ni penalty, kwa nini usipige penalty? Na kwa nini uogope kutoa penalty kwa sababu ya Simba na Yanga? Maana hii mechi ya Simba na Yanga ni mechi kama mechi zingine. Na sheria ni zile zile. Samahani, umesema mechi ya Simba na Yanga? Mechi ya Simba na Yanga ni kama mechi zingine. Maana sheria ni zile zile. Kwa nani? Kwa mwamuzi? Kwa mwamuzi. Kwa mwamuzi. Okay. Mwamuzi hadi mechi ya Simba na Yanga usifanye kama ni mechi kubwa kupitiliza kuliko zingine. Kwa sababu sheria ni hiyo hiyo. Sema tu inakuja tu ile pressure. Ndio inakufanya mwamuzi unachukuliwa na pressure. Mbelwa. Wapo wanapata pressure. Mbelwa. Naam. Mwamuzi unaona ni sawa kuchukuliwa na pressure ya Simba na Yanga? Kulingana na ukubwa wa mchezo. Hakuna mtu ambaye hana tempa. Sio mtangazaji, sio kiongozi, sio mshabiki, sio waamuzi. Ni lazima wawe na tempa ya mchezo, maana inateka hisia kubwa sana. Inateka hisia ya karibia ulimwengu. Manase, kwa sababu wewe uliwahi kuchezesha hii mechi. Umesema mechi ya kwanza ilikuwa 2002. 2002. Baada ya appointment yako ulikutana na hali gani? Mechi ile nilipomaliza ile mechi ilikuwa kabla ya mechi. Kabla ya mechi wakati imetangazwa mechi hii atasimama Idi Manase katikati. Nilipata kwanza lazima nistuke kwanza. Mimi mwamuzi mwenyewe ndo mimi Idi Manase. Naenda kwenye Simba na Yanga. Okay. Kwa hiyo lazima upate pressure kwa sababu mechi kubwa kwa nchi. Lakini baada ya hapo ukishaingia kwenye game ukaicheza mechi dakika 10 tu hivi, pressure yote inakwisha. Inabaki ni wewe na mpira sasa. Baada ya dakika 10. Baada ya dakika 10. Hiyo ni katika mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza hiyo. Mechi ya pili? Mechi ya pili kidogo imekuja kwa sababu tayari nishapata uzoefu mechi ya nyuma. Kwa hiyo nimekuja hapa nikawa hata sina wasiwasi. Kwa hiyo nimechezesha bila shida. Nikimwambia Simon bwana nitamuonea. Huyu alikuwa anachezesha mechi zenye ugumu ndani ya uwanja. Unajua mtazamaji, nikwambie kitu kimoja. Hapa hii jopo ya waamuzi unayoiona hii. Sisi wote hapa ni waamuzi, tumepitia kuchezesha mechi mbalimbali. Na alichokisema Manase ni kweli, mechi ya Simba na Yanga inakuaga na feelings zake tofauti. Mimi nilikuwa na hama kabisa makazi yangu. Nilikuwa narudi nyumbani Arusha. Sawa. Kwa bahati mechi ya kwanza ya Simba na Yanga niliochezesha ilikuwa CCM Kirumba 2005. Baada wewe kupuliza 2004, 2005 nilienda mimi nikaipuliza CCM Kirumba Mwanza pale. Wakina Victor Mondike walipanda basi ya Scandinavia wakaja wakanikuta mimi nipo Arusha, mama na baba wamekuja kunisindikiza naenda Mwanza kwenye mashindano fulani kule. Ndio nikabahatika kupata mechi ya Simba na Yanga ya kwanza. Unachokisema Manase, mimi nakubaliana na wewe kwamba kuna kuwepo na pressure, lakini mimi nilipata bahati moja. Bahati ambayo nadhani leo hii mimi, wewe Manase pamoja na Mbelwa tunatakiwa tutumie platform ya Kipenga cha Mwisho kuwaelekeza, sio kuwatisha. Arajiga, Mkono, Mpanga, Amina, hatuna mpango wa kumtisha mtu yoyote. Tunataka tuwajenge, kwa sababu mechi hii inabeba hisia za nchi. Kwa hiyo lazima na sisi tujiandae kisaikolojia. Sisi seti ya waamuzi na hata sisi tulioko hapa, nia ni kuwaelekeza pale mlipotereza katika matukio kama haya huko nyuma. Hawa Simba na Yanga, wenyewe wana pressure kubwa. Mwamuzi, relax. Unatakiwa urelax. Usichukuliwe na pressure ya wale wachezaji. Ile pressure sasa utaepuka vipi hiyo pressure? Mimi niliambiwa haya maneno na wazee wangu marehemu, Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi, Omar Isaac Abdul Kadir na Muhyiddin Ndolanga. Narudia mara kwa mara kusema hii kwenye kipindi. Walinipigia simu siku ya mechi na wakaniambia,
Mmoja aliniambia, marehemu mzee Ndolanga, kazi tunakuamini na ndio maana tulikupa beji ya FIFA. Nenda kaonyeshe una uwezo, hujabebwa kupata beji ya FIFA. Sawa. Akaja akanipigia simu Mwalimu Omar Abdulkadir. Akaniambia, from the first minute, don't tolerate any player. Tumia silaha ulizonazo. Sasa silaha gani tunaingia nazo uwanjani? Kadi nyekundu na njano. Kadi nyekundu na njano. Ni filimbi. Kadi mbili nyekundu na njano na penseli yako kwa ajili ya kuandika matokeo. Jamani, mimi waliniharibu hao wazee wangu. Paka dakika 10 za kwanza mimi nilikuwa nishatoa kadi 4 za njano. Lakini ilisaidia kupunguza pressure yao. Sio niliwapandisha pressure wao. Mimi nika relax. Benito John, beki wa Yanga, ambaye ndo alikuwa mhanga wangu wa 4 kuonyeshwa kadi ya njano, aliwaambia wenzake, jamani, huyu refa haaminiki, tucheze mpira. So kwa hiyo hii ni silaha ambayo sisi tunataka tuone. Kazi ulisema pale. Nakusikiliza. Ulisema kwenye utoaji kwamba kwenye kuonesha penalty, tukio la pigo kubwa. Namkumbuka mwamuzi mmoja ASP Ashimu Abdalla alichezesha mechi ya Simba na Yanga 5-0. Ya 5-0. Simba alishinda 5-0 hiyo mechi. Yes. Okay. Alitoa penalty. Unazungumzia swala la utoaji wa penalty kwenye mchezo. 1 minute. Unajua tumeongea. Sasa hebu ngoja tuwaonyeshe watu nini tunachomaanisha. Kwa bahati hii mechi referee alikuwa Ahmed Arajiga ambaye anaenda kuchezesha hiyo mechi. Okay. Hii tukio imetokea, Ahmed Arajiga yuko pale. Naomba tusaidiane. Yuko hapo. Manase, hii tukio imetokea kwenye mechi unachezesha wewe. Ungetoa maamuzi gani? Mimi ningetoa penalty hapo. Kwa nini penalty unatoa? Yule bwana karuka kini jamaa akapandisha miguu kumzuia asipite. Mdathiri. Sio hapo unaona. Kanyaga. Muone. Nani aliruka? Huyo mwenye njano huyo. Mudathiri. Sawa. Ameruka kumkwepa Shomari Kapombe. Sawa. Lakini unaona baada ya kufanyikiwa kuzuia mpira kwa mguu wa alianza kuzuia mpira kwa mguu wa kulia, kushoto huo kapanda. Akageuka upande wa kushoto kwake. Kwa nini aligeuka kushoto kwake? Kwa sababu alishaona kuna mpinzani anakuja. Kwa hiyo alifanya tukio hili kwa makusudi. Au sivyo? Sahihi. To me hapa bana Arajiga angepuliza firimbi straight, huku akiwa anatabasamu, wala huna haja ya kupanic. Uongo? Sahihi. Sahihi kabisa basi. Very clear penalty. Walistahili kupata Young Africans. Yanga walistahili wapate penalty hapa. Sahihi. Ambayo haikutolewa. Upo sahihi kabisa. Nipo sahihi? Sahihi kwa maana tukio uko sahihi. Uko sahihi kabisa. Kwa hiyo tumekubaliana hii ilistahili kuwa penalty. Manase, unatoa penalty na kitu gani? Hapo nampiga na njano juu hapo. Sio nyekundu? Hapana. Kwa sababu hiyo alikuwa tayari kwa chini hapo. Kwa hiyo hapo unamflash na njano. Yellow card. Yellow card. Hii penalty haikutolewa. Naomba tuangalie na tukio hili hapa. Mimi sina time na nani hii. Na timu. Oya. Timu hapana. Sisi tunaongea na waamuzi wetu. Sawa, kwa sababu nyie
wewe mtazamaji ndio unakuwaga wa kwanza kwenda kumlaumu refarii anapokosea. Sasa sisi tunawarekebisha, tunawatengeneza marefarii ili kesho kutwa penalty kama ni 5 zitoke 5, kama ni 3 zitoke kama alivyotoa Hashim Abdalla na Jafet Smart. Mimi bado Jafet Smart nitaendelea sawa. Simba na Namungo Namungo na Simba. Sawa, Smart, zile penalty zilistahili alizitoa. Kadi alikuwa anatoa jinsi zilivyokuwa zinastahili. Mengine tunawaachia. Au sivyo? Uko sahihi. Haya. Hii hapa. Hii mimi nitaipause kidogo. Position. Kwa nini nimeipause hii? Kwa sababu kuna watu walikuwa wanasema, kwa nini assistant referee hakumsaidia Ramadhan Kayoko kwenye hii tukio? Manase, wewe umecheza kama assistant referee. Ndio. Tuseme referee wako ni Simon Mbelwa. Ndio. Au sio? Kwa position hii hapa badala ya Kayoko angekuwepo Simon Mbelwa. Wewe ungechukua uamuzi gani? Alafu hapo mwamuzi mwenyewe kwanza. Wewe ungechukua uamuzi gani kwa hii incident iliyotokea? Wewe ni assistant, Simon ni referee wako. Incident hii imetokea, referee yuko kama hatua 10 tu kutoka kwenye tukio. Hapo napiga filimbi mwenyewe hapo tu. Tutasubiri bendera yako? Hapana, siwezi kusubiri. Utasubiri bendera ya Manase? Hapana, kwa sababu tukio na face nimeliona. Mwamuzi hapo niko 10 yards hapo Fonzebo. Jirani kabisa. Hii incident mnaihukumu vipi? Hiyo penalty hapo. Kwa nini penalty? Kamzuia kamchezea foul pale. Simona katafuna, Simona kambuka. Hii ni tukio lingine tena. Yeah. Ambayo referee unaweza kusema alitoa advantage. Lakini hii hapa. Hii kazi ni penalty kwa sababu gani? Yeah. Fullback wa Young Africans kwanza Boka hakuwa na nia ya kucheza mpira. Okay. Amekwenda kwenye mwili wa mtu. Tena amecheza matukio mawili. Amecheza mguu kwenda kucheza mguu wa mchezaji ambaye kwanza alianza kumzuia kwa maana mikono naona. Kwa hiyo hili lilipaswa kuwa, kwa maoni yetu sisi, ilipaswa kuwa penalty. Kwa maoni yako? Kwa maoni yangu. Na kwa mujibu wa sheria? Na kwa mujibu wa sheria 17. Kwa hiyo umeona maamuzi yaliyochukuliwa na Arajiga kwenye incident ya Mudathir na Kapombe. Umeona incident tukio hili ambayo Kayoko na Kibu, ikiwa ni dakika ya 9 ya mchezo. Tunaweza tukasema labda hii dakika ndio iliyosababisha referee anaona shida kutoa natoa penalty mapema sana. Penalty haina muda bana. Penalty haina muda, hata kama ni dakika ya kwanza hiyo. Kitenda kosa penalty. Hata ni sekunde. Hata kama ni sekunde ndio imeanza tu. Penalty kwa mujibu wa sheria. Sheria inavyosema ni penalty. Hivi nimeshaweka hapa kisa kimoja. Kipi kazi? Labda hii nitamwambia mwenyekiti wa chama cha waamuzi wilaya ya Temeke. Othman. Aifuatilie. Kulikuwa na mechi ilichezwa uwanja wa Bandari. Ndio. Sawa. Kwenye hiyo mechi timu moja ya jeshi ilikuwa inacheza. Walivyoanzisha tu mpira wakashambulia. Sekunde ya 20 mpira ulikuwa unaingia ndani ya nyavu. Beki wa timu pinzani ya ile timu ya Navy akautoa mpira kwa mkono nje. Referee alikuwa Osman Kazi ile mechi. Hebu niambie, unadhani maamuzi gani yalitoka pale? Pale penalty kwa mtu wa mwisho. Na yule bwana ikadi nyekundu. Kazuia goli halali. Kazuia goli. Sikutizama mimi. Nilitumbukia tu mfukoni. Sawa? Wakati naenda pale nishashika hivi,
wageni tayari washakuja, refa mbona mapema? Ndio kwa sababu nikamwambia jamani, tunataka magoli sisi, au sio? Bwana wewe nenda nje wetu pisha, haya weka penalty hapo. Sasa refa si unatua, nikamwambia kaka, mimi shida yangu magoli, nimekuja kusimamia mechi tupate magoli. By sekunde ya 25 nilitoa hiyo kadi nyekundu na penalty. Sahihi. Unasikia? So hichi ulichokisema hata kama ilikuwa sekunde ya ngapi itoke, kwa sababu inastahili. Kwa hiyo hii ni mmoja kati ya matukio. Simon, utapenda uone kitu kama maamuzi kama haya yanatolewa Jumamosi? Wewe unatamani uone maamuzi kama haya yanatolewa, kwa sababu hapa haikutolewa penalty. Maamuzi haya ambayo yamefanyika hapa? Hapana. Sipendi kuona maamuzi sasa yeye yuko ya nini tena? Sipendi. Sasa kumbe wewe unataka uone hapana. Incident kama hii inatokea alafu penalty isitolewe. It's okay. Tukio lingine, Kibu katika mechi iliyopita, kuna haya matukio mawili. Hii nataka niwaachie nyie muniambie. Mimi nilichambua hii na kuna kitu nilikisema. Sasa leo nataka tuongee sisi. Tuna kama dakika 3 tuizungumzie hii tukio. Nyingine hiyo. Maamuzi yake vipi? Kazi hii faul. Wakati naenda kutokea hii faul. Wakati Kibu ana dribble mpira, ameingia ndani ya uwanja lakini akatoka nje ya uwanja. Nani katoka nje ya uwanja? Kibu katoka, si nje hapo. Sio nje ya uwanja, nje ya nani 18. Penalty area exactly. Alitoka nje ya penalty area. Ametoka nje ya penalty area. Alitoka kwa matakwa yake au alisababishwa kutoka? Alisababishwa na mchezaji wa Yanga. Alisababishwa kwa tukio gani kutokea? Kutokea faul hapo. Faul tunaihukumu wapi? Faul tunaihukumu pale ilipotokea. Pale ilipotokea. Sasa nataka wewe uniambie hapa faul imetokea wapi? Faul imetokea ndani ya 18. Mpira uko nje lakini faul iko ndani ya 18. Mpira upo nje ya 18. Lakini mchezaji yuko ndani ya 18. Unatoa uamuzi gani? Penalty. Ni penalty. Kwa sababu faul imetokea ndani. Mpira si uko nje ya 18. Sio sababu mpira kwa nje sababu. Sababu kosa litakapotokea ndipo adhabu itakapotolewa. Sasa huyu hapo yuko ndani ya hilo eneo ndio alikofanywa kosa. Mpira uko nje. Ni sawa sawa kwamba mpira unaweza ukawa unachezwa katikati ya kiwanja, lakini hao wachezaji wako ndani ya eneo hili huko la penalty. Sawa. Hapa naomba tuangalie kitu moja. Position ya Ramadhan Kayoko. Angalia position yake alipo. Ndio. Tuangalie incident inapoenda kutokea. Ndio. Karibu rubani. Position yake alikuwa karibu kabisa hapo. Alishajua. Hapa ndipo tukio lilipotokea. Position yake kati yake yeye na assistant referee. Mwamuzi ndio atakiwa apulize filimbi. Kwa nini mwamuzi apulize filimbi? Yuko bado yuko jirani nayo pale pale. Halafu kuongezea au Simon, kuna kitu unataka uongezea hapa? Assistant pia ameshindwa kumsaidia mwamuzi. Mimi nakataa. Kwa nini? Uko ndani mle. Sikiliza, angalia position ya Ramadhan Kayoko. Yule pale na hapo. Kayoko yuko sehemu nzuri ya kuamua. Lakini tunakosa kwa sababu assistant angeweza kuhukumu foul. Yes. Lakini mbele ya Ramadhan Kayoko. Yes. Kuna clear sight. Anaona tukio mbele yake. Au sivyo? Yeah. Ameona kabisa jinsi mguu wa Kibu Denis hapo umebanwa. Au sivyo? Ndio. Assistant referee atamsaidia referee kwa tukio ambalo referee hajaona. Hii referee hajaiona. Mwamuzi ameliona kwa position alokaa. Tupate mapumziko mafupi. Tukirudi tutaendelea kuangalia matukio mengine. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Kipenga cha Mwisho. Kama nilivyoanza kusema awali mapema kabisa kwamba leo sisi tunaamua kutoa darasa kwa waamuzi walioteuliwa kuchezesha dabi ya tarehe 8
mwezi wa 3 2025 ndani ya uwanja wa Benjamin William Mkapa. Manase, Naam. tumeangalia matukio 3-4. Penalty ambayo Yanga walistahili kupata, mwamuzi Arajiga hakuitoa. Penalty 2 ambazo Simba walistahili kupata, Ramadhan Kayoko hakuzitoa. Leo Ahmed Arajiga anaenda kuchezesha tena hiyo dabi ambayo ameaminiwa. Sawa, tumeona haya matukio yaliyotokea kwa dakika 2. Kabla hatujaenda kuangalia matukio mengine, nini ushauri wako wewe kwa Arajiga juu ya matukio haya ambayo tumeyaona hapa? Mimi kwa sababu saizi namwamini huyu bwana, kwa sababu kitu kimoja, ameshacheza dabi kama 3 nyuma huko. Yeah, ina maana kwa sasa hivi ina maana experience ya hao watu anayo. Ina maana sasa hivi aende atulie, achezeshe mpira bila hata wasiwasi wote. Tutaendelea kumpenda. Na mimi ushauri wangu, usiseme unamunga mkono, mimi nataka maoni yako. Haya maoni yangu na ushauri wangu kwake. Yes. Maoni yangu, kwanza asiende kufanya haya matukio yaliyotokea. Imani yangu kwake Arajiga, kwa uzoefu aliopata mechi za kimataifa hizi, na juzi tu ametolewa tena mechi ya kufuzu kombe la World Cup, aende akaonyeshe sasa kwamba mimi uwezo wake, kwamba mimi nastahili kwenda kuchezesha. Naona kuna story moja nilisikia hapa juzi kati, na watoa kidogo nje ya kipenga. Yeah. Backbenchers darasani mara nyingi wanakuwaga watu watukutu, au sivyo? Watu wenye heka. Yani watu wenye vurugu darasani wanakuwaga backbenchers, ili kila kitu kisiwapite, wanakiona mbele yao. Sasa mwalimu kaingia darasani akaanza kuambia watoto, kila mtoto nataka anitajie jina ya mnyama mmoja. Mmoja akasema swala, mwingine akasema nyati, mwingine akasema sijui ngedere na nini. Sasa mmoja akawa amekariri jina ya hippopotamus. Sasa wakati anaikariri ile jina, backbencher huyo akawa anasema hippopotamus. Mwenzake aliyekaa pembeni yake naye alikuwa hajapata mnyama wa kumtaja. Kwa hiyo akamsikia huyo anasema hippopotamus, anasema basi na mimi nitataja hiyo. Sasa ilipofika zamu ya yule aliyekuwa anamsikiliza huyo mwenzake, akataja hippopotamus. Huyu sasa mwenye hippopotamus wake akapigwa na buta. Sasa mimi nitataja mnyama gani? Haya mweuni uliotoa Simon, mimi ndio nilikuwa nimereserve mimi ni aseme kwa Arajiga. Unamaliza ndugu yangu. Sasa moja ya silaha ya kufanikisha mchezo ndio ni matumizi sahihi ya kadi. Right? Matumizi sahihi ya kadi. Sahihi. Sheria namba 12 imetuelekeza very open kwamba kadi zinatakiwa kutolewa kwa sababu fulani. Mchezaji akifanya hii, kadi hii. Mchezaji akifanya hivi, onya kwa mdomo na kadhalika. Akifanya hivi, kadi nyekundu. Hiyo nayo ni kipengele moja hapa ambacho kipo kwenye mechi za dabi. Mimi nashukuru nilifanyikiwa, sikuwa mchoyo wa kadi. Manasi ulifanikiwa kutoa kadi nyekundu? Machupa kapiga goli la Yanga na Simba na kadi nyekundu kachukua. Mwanza ilikuwa hiyo? Hapo Dar es Salaam Uhuru. Ilikuwa Uhuru? Alikuwa amevua jezi. Na alishakuwa na kadi ya njano. Nikawa nimeshamwisha kadi ya njano. Sasa alipofunga goli, ilikuwa goli la kusawazisha na goli moja bila hiyo, silikuwa ndio goli la goya. Sasa alipofunga goli, kavua jezi kana kuitupa jukwani huko. Ilikuwa dakika za mwisho? Dakika 77 hiyo. Magoli yamefungwa dakika 77. Kwa hiyo narudi akutana na nyekundu, tupishe, tumalizia game sisi.
Kadi nyekundu ilitoka. Nimetoa kadi nyekundu. Mimi nimefanikiwa kutoa kadi nyekundu 2. Na zote zilitoka kwa defenders. 2005 ilikuwa Mwanza, CCM Kirumba. Kadi nyekundu alionyeshwa Victor Costa. Mpoka nyumba. Dakika ya 48 ya mchezo. Bado kulikuwa dakika 30 na yeah. Simba walicheza wakiwa pungufu. Uwanja wa Jamhuri, Morogoro, dakika ya 7 ya mchezo. Henry Joseph nilimuonyesha kadi nyekundu. Dakika ya 7 ya mchezo. Why? Mimi nilishajiamulia. Simba na Yanga pressure ni za kwenu nyie. Mimi nitadili na kadi hizi silaha zangu mimi nimepewa nizitumie. Mkizitaka siwezi kuacha kuwapa. Sawa. Simon, mechi gani ngumu wewe ulitoa kadi nyekundu? Yaani mechi hiyo ilikuwa inafuatiliwa sana, lakini wewe ulitoa kadi nyekundu kwenye hiyo mechi. Nakumbuka ilikuwa ni mechi ya Coast Union na Villa Squad. Nilimuonyesha kadi nyekundu Pawasa huyu ndani ya uwanja Mkogwani. Huyu Pawasa unamjua wewe? Boniface Pawasa. Boniface Pawasa. Okay, akiwa anachezea Villa Squad. Anacheza Villa Squad. Okay. Ashacheza. Yeah. Lakini pia niliwahi kumuonyesha kadi nyekundu Juma Nyoso. Okay. Kwa hiyo nakumbuka nishawasha kadi nyekundu ya. Unapotoa ile kadi nyekundu, unapokea vipi impact ya timu ya mchezaji uliyemuonyesha kadi nyekundu? Kadi nyekundu kwanza inahitaji ujasiri wa mwamuzi. Kwamba hii inastahiki yako wewe kuonyeshwa hii kadi. Lakini inauma kwa mchezaji. Haya. Naomba tuanze na hii hapa. Hii foul sio kadi nyekundu, lakini ilistahili haikustahili kadi? Hapo ilistahili apewe kadi. Kwa nini? Yellow kadi hapo atakiwa. Unapotoa kadi Mbelwa, inakusaidia vipi kwenye hiyo mechi? Inakusaidia ku maintain ule mchezo husika. Wachezaji wawe na nidhamu ya kucheza mpira. Manase? Yaani bila kufanya hivyo ina maana kwamba utakuwa unawaruhusu waendelee kufanya matukio ya ajabu bila kuonywa. Lakini ukishamuonya, mfano kama ukishamuonya huyo mmoja na mwingine itabidi aende kwa nidhamu kidogo, hata aendelea kufanya vitu kama hivyo alivyofanya kama utaiacha. Hii ndio silaha yetu kubwa waamuzi. Tunapokuwa uwanjani tunatakiwa tutumie fursa tunazozipata. Nikisema fursa tunazozipata ndio hii. Tukio kama hii. Ngoja nitafuta nyingine. Okay. Jamani. Haya, acha tuendelee na hii kwanza. Sawa. Nilikuwa najaribu kuangalia tukio lingine ambalo tungeweza hapo. Mdathiri hakuwa na nia ya kucheza mpira. Ngule. Hii tunaiita reckless foul. Yes. Ashaona bana huyu jamaa mimi ameniacha. Nisimwachie aende. Anaamua kwenda kumbana miguu na anakuja anamchezea foul. Kwenye utoaji wa kadi kuna foul ambazo tunatakiwa tuwalinde wachezaji. Kweli si kweli? Ni kweli. Usalama wa mchezaji, mtu wa kwanza ni mchezaji mwenyewe. Mtu wa pili ni nani? Mwamuzi. Mtu wa kwanza katika kulinda usalama
wa mchezaji ni mchezaji mwenyewe, alinde usalama wake. Lakini mtu wa pili, mwamuzi anatakiwa amlinde mchezaji. Hii tukio mimi niliwahi kuchambua wakati fulani. Ilikuwa ni foul moja mbaya sana ilitokea kwa Kibu Denis. Kibu Denis anakuwaga mhanga mkubwa sana kwenye mechi ya Simba na Yanga, kwa sababu anakuwaga na kasi sana, au sio? Anakutana na mitihani kama hii mara kwa mara. Hii ukiangalia vizuri, Djigui Diarra alistretch mguu akafanikiwa kuucheza mpira. Lakini akafanyaje? Manase, nataka nikusikie, sitaki unong'oneze, nataka useme, nataka usikike. Nataka usikike, hiyo sauti bado. Alimbana mguu baada ya kuwa ameutoa ule mpira, lakini akawa ameubana mguu wa mchezaji. Nani kambana nani mguu? Kipa kambana Kibu. Hii tunaiweka kwenye fungu la foul gani? Hiyo foul hiyo iko kwenye penalty hiyo. Ni nje ya 18. Nje ya 18, foul ya kawaida, direct free kick. Na direct free kick. Kadi ipi? Njano, nyekundu? Kadi anapata kadi ya njano hapo. Belwa? Yeah. Yellow card? Sahi? Kusema kweli kwangu mimi, na muono wangu mimi, kosa walifanya Diarra, la kwenda kucheza mpira na akafanikiwa kuugusa mpira. Ndio. Lakini kwa foul waliocheza kumuonesha Kibu Denis, alafu yeye ni mtu wa mwisho, red card. Yuko pembeni, yuko karibu na touchline hapo. Sio sababu ya kuwa pembeni. Yupo karibu na touchline. Kwani kuwa kwenye touchline kwenye touchline kucheza foul ambayo inastahili red card kuna kosa gani? Yaani umesema mtu wa mwisho. Kwa hiyo mimi nataka ni relate kwamba unataka kuipeleka kwenye dogso. Kwa maana kwamba alikuwa na first goal? No. Nimezungumzia foul jinsi ilivyo kwa uzito wake. Kidogo mimi hapa nitapata nani, walakini kwa nini unasikia? Muono wangu mimi. Sawa? Djigui Diarra amefanyikiwa kucheza mpira kwa nani hii. Dakika ya mchezo ilikuwa dakika ya 54 ya mchezo. 54 ya. Sawa? Kibu Denis Prosper ni mmoja kati ya wachezaji aggressive wa Simba. Sawa? Huoni kwamba hii ilichezwa very technical foul ili Kibu asiweze kuendelea? Kwa aina ya foul iliyochezwa. Manase? Hapana, hiyo beki sijakubali kwa sababu kwanza walishahama kwenye goli. Washahama, wako kwenye touchline. Wako kwenye touchline. Kwa hiyo alipokuwa amehama, ina maana hajafesi kwenda kufunga goli huko. Ina maana hapa hujanielewa. Mimi sipo katika dogso. Sipo kwenye dogso. Mimi nabaki pale pale kwenye reckless challenge. Sawa? Kwamba foul hii Djigui Diarra amecheza makusudi ili mradi iweze kumaffect Kibu Denis, kwa sababu sikaucheza mpira kwa mguu wa kulia. Kwa nini aupeleke mguu wa kushoto kwenda kubana mguu wa Kibu Denis? Umesema kwamba kapeleka mguu wa kushoto kumbana Kibu Denis. Intentional au not intentional? Alikusudia au hakukusudia kucheza hiyo foul? Manase, hii tukio limetokea, wewe upo uwanjani, unachukua uamuzi gani? Uamuzi wangu sio Osman Kazi kakuuliza swali. Wewe uko uwanjani. Hapo uamuzi wangu mimi ilikuwa ni inapigwa direct free kick na yeye mwenyewe anamuonyesha kadi ya njano. Why? Unamuonyesha kadi ya njano? Si kwa sababu it's a reckless foul. Sasa ndicho ninachokisema mimi, unajinatangata nini bwana Manase? Sasa. Ndugu yangu. Ndio hicho mimi ninachokisema kwamba reckless foul inatokana na mtu kufanya makusudi, amekusudia. Sio red card. Mimi siko kwenye red card. Red card hapana. Hii yellow card na free kick. Au sivyo? Sawa. Hii inaendelea maintain discipline. Sawa. Tuje tuangalie tukio nyingine. Hii hapa.
Yanga, hii ni ile mechi ya goli 5-1. Referee alikuwa Ahmed aliyefungwa Simba. Yes. Referee alikuwa Arajiga. Mwana hemo. Hapa tunavyoongea dakika ya 64 ya mchezo, goli lilikuwa 1-1. Sawa? Move, Yanga wameenda wanapata goli la pili. Huku kuna faulu walikuwa wameshafanya huko. Hapo. Yanga walifanya faulu hapo. Nini maamuzi yako Manase? Hapa unamwona. Hapo ni faulu, ilikuwa ilitakiwa ipigwe filimbi, mpira uelekezwe Yanga. Lakini maamuzi hajapiga filimbi hapo. Wakapata nafasi ya kuendelea jamaa. Na ameenda kupata goli. Okay, tuseme kwa mfano. Kwa mfano. Maamuzi kapuliza filimbi. Hatua inayofuata mpira kuelekezwa Yanga. Basi. Na faulu ilikuwa hapo nje na kadi ya njano iko hapo. Kadi ya njano? Simon, hebu nisaidie. Hii kadi ya njano hii? Kwa jinsi Mudathir alivyocheza, yes. Hakudhamiria kabisa kucheza mpira. Ameenda kucheza rafu danger. Umeelewa? Na bahati nzuri mwamuzi yuko karibu na eneo la tukio. Umeelewa vizuri? Yuko pale pale. Yuko pale pale, wala hayuko mbali. Mondoe Arajiga, simama wewe. Unachukua uamuzi gani hapo? Mimi Arajiga na Mondoa. Mimi kwa tukio, wewe ndio uko hapo. Kwa tukio lilofanya Mudathir. Yeah. Red card, straight red card. Sasa, kwa nini nimeleta haya matukio makusudi? Dabi ya kesho kutwa, natamani mimi nikija hapa niwe nimepiga suti yangu moja nyeupe suti nyeupe. Ukiniona sijavaa suti nyeupe, ujue Arajiga akaniangusha. Okay. Hapo nimekuelewa. Nikivaa suti nyeupe Alhamisi ijayo, ndio Mungu akiweka hai, ndio kwa uwezo wake, naam, ujue Arajiga na timu yake big up. Ikiwa hujavaa, nikivaa suti nyeupe, yes, Arajiga na wenzake wako safi, big up. Lakini ikiwa kwa sababu ile suti itakuwa haina doa na doa itatokea kwenye mechi ya Jumamosi endapo kuna maamuzi ambayo sio sahihi yakitolewa ambayo yatainufaisha timu nyingine. Inshallah. Sisi wote tunazijua mechi za Simba na Yanga. Na of course. Goli moja tunajua inamaanisha nini kwa hizi timu. Yanga walifanikiwa kupata goli la pili hapa, Simba wakapoteana wakapigwa la 3 la 4, mkono ukatimia. Au sivyo? Lakini yote yalianzia hapa. Kama hii foul ingehukumiwa na Ahmed Arajiga ipasavyo, weka foul, twende huku Young Africans, Mudathir njoo, red card, kapumzike. Matokeo ya hii mechi yanakuwaje? Ingekuwa safi. Yanabadilika kabisa. Right? Hapo kaiachia na Mboto ameenda kupata goli. Nakuja sasa. Nakuja sasa. Ndio. Goli la Yanga dhidi ya Simba katika dabi ya mwanzo ya Ramadhan Kayoko. Mudathir. Hapa kwanza, kuna fauli yote hapa? Hapa. Naanza hapa mapema. Hii imeenda kwa kasi sana hii. Kuna faul hapo? Iko nani sana. Hapa. Kuna faul yote hapa mmeiona imetokea? Naona kuna faul pale ndio. Wapi imetokea faul? No. Si ya mwanzo kwa nini hapa?
Hii ya mwanzo aliyecheza faul hapo nani? Hebu ngoja turudie tena. Rudi hapo. Hii hapa inakuja. Ngoja tu niangalie hapo kwa sekunde kadhaa. Edwin Barua ameslide, kaucheza mpira, Mudathir kau block tu mpira. Okay. Alafu karuka. Kuna faul hapo. Okay, sawa. Hakuna faul, sawa. Hapo Ya nini pale? Kayoko ameadhibu indirect free kick. Tunaambiwa dangerous play, kwa dangerous play. Au sivyo? Mchezaji akipeleka kichwa chini, nani anahukumiwa hapa? Anahukumiwa ile aliyepeleka kichwa chini. Kwa nini hii free kick ilielekea lango la Simba? Hapo sasa. Nachotaka kusema mimi ni kitu moja, kwamba hii dabi imebeba maono makubwa ya soka yetu na inafuatiliwa kwa ukubwa wake. Arajiga, Mkono, Mpanga, Amina, imani ya kamati ya waamuzi, bodi ya ligi ni kubwa kwenu nyie, right? Yeah. Sawa sawa. Hakuna budi kwenda kusimamia sheria 17. Presha ya wachezaji waachieni wachezaji. Sisi tutumie Kuvitendea kazi vyetu. Filimbi na kadi yetu basi. sawa. Tutumie Filimbi na kadi zetu hapo. Filimbi na kadi. inapostahili. Foul weka. Penalty weka. Kuwa kama smart. Kuwa smart kama smart. Sawa. Kadi ya njano weka. Kadi nyekundu weka. Penalty weka. Hizo ndio zinaogopa sana. As far as sheria imeshatupa sisi hiyo access, tekeleza. Upo sahihi kazi. Simon, dakika moja. Kazi mimi kwanza ni mategemeo yetu, tutaona mechi nzuri. Inshallah. Na Mwenyezi Mungu ataongoza waamuzi, wataamka salama, watashirikiana vizuri, tutapata burudani nzuri. Alhamisi tukirudi hapa kama ulivyozungumza, utavaa suti hiyo tukiwa Rajiga na Mkono. Ukiona sijavaa suti nyeupe, sitamani. Mimi najua nitavaa suti nyeupe Alhamisi ijayo. Of course, inshallah. Kwa sisi tunawaombea waende wakacheze mechi salama ili wapeane mikono na washabiki wote waweze kubali ili wabebe tasnia ya waamuzi. Manase, mimi ninawaombea dua zote ili waweze kuitengeneza fani yetu. Maana hii ni fani yetu. Yaani wakishafanya vizuri maana yake na sisi tutakuwa tunahesabiwa tunafanya vizuri. Sahihi. Wakifanya vibaya maana yake na sisi tunakuja kutukanwa. Kwa hiyo na sisi tunaomba dua zote. Hiyo siku ya Jumamosi basi iwe Jumamosi njema kwa watu. Baada ya kusema hayo, tuseme tu wote kwa umoja wetu, wote sisi waamuzi wastaafu pamoja na shirikisho na wewe mshabiki, tuwaombee waamuzi wetu wawe na pambano jema. Mshindi apatikane kwa uwezo wake. Hadi Alhamisi ijayo, mkiona Osman Kazi hajavaa suti nyeupe, mujue shughuli ipo. Alamsiki, muwe na saumu njema za mwezi wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu. Inshallah. Amin.